Serikali zetu zote mbili zinatambua na kuthamini mchango mkubwa wa mabaharia katika sekta ya bahari na maendeleo ya nchi yetu na dunia kwa ujumla. Kwa kuzingatia hilo, serikali zetu zote mbili zimechukua juhudi mbalimbali za kushughulikia masuala ya mabaharia katika sera na mipango yake ya kuimarisha sekta ya usafiri baharini. Juhudi hizo zimeainishwa katika mpango mkuu wa usafirishaji wa mwaka 2006, sera ya taifa ya usafiri ya mwaka 2008, sera ya taifa ya uchukuzi ya mwaka 2003 na sera ya ushiriki wa sekta binafsi na sekta ya umma ya mwaka 2009, pamoja na kutambuliwa na sheria za kazi na za uanzishwaji wa mamlaka ya usafiri baharini katika nchi yetu. Aidha, serikali imejipanga vizuri kuhakikisha maslahi ya mabaharia yanalindwa na kuridhia mkataba wa kimataifa wa kazi za baharini wa mwaka 2006, yani Maritime Labour Convention 2006, ambao kwa hakika utakuwa tiba kubwa ya changamoto nyingi zinazowakabili mabaharia wetu hapa Tanzania. Hivi sasa serikali kwa kutumia taasisi zake za udhibiti, yani shirika la uwakala wa meli Tanzania, Tanzania Shipping Agency Corporation TASAC, na mamlaka ya usafiri baharini Zanzibar Maritime Authority ZMA, zimeshaingia katika sheria zake za usafiri wa majini mkataba wa kimataifa wa kazi za baharini wa mwaka 2006 ili kuhakikisha mabaharia wanapata haki zao zote. Ndugu viongozi na ndugu washiriki, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia TASAC imekamilisha mfumo wa utoaji wa vyeti vya kielektroniki kwa mabaharia, yani Maritime Administration Management System Seafarers Modules. Mfumo huu utasaidia kwa vyeti vinavyoendana na matakwa ya sasa ya shirika la bahari duniani IMO na shirika la kazi duniani ILO, kupunguza muda wa utoaji wa vyeti na kuondoa uwezekano wa kughushi vyeti, na hatimaye kufanya mabaharia wetu waweze kutambulika na kukubalika kimataifa, hususan katika masuala ya ajira. Ndugu viongozi na ndugu washiriki, napenda kutumia fursa hii kumpongeza Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuridhia kuanzishwa chuo cha mabaharia katika visiwa vya Zanzibar. Chuo hicho kitakachokuwa katika usimamizi wa Chuo Kikuu cha Zanzibar SUZA kitakuwa ni chachu kubwa ya maendeleo ya fani ya ubaharia, kwani utaongeza idadi ya vijana kuweza kupata nafasi ya kujifunza masomo hayo. Serikali kupitia shirika la meli la Zanzibar imeendelea na ujenzi wa boti mbili za mwendo kasi ambazo zinatarajiwa kuwasili Zanzibar mwezi Juni mwaka 2026. Boti hizi ni kwa ajili ya kurahisisha safari za wananchi wake kati ya Unguja, Pemba, Tanga, Dar es Salaam na Mombasa. Kadhalika, serikali imeweka sera nzuri ya uwekezaji ambao zimepelekea kuwepo kwa chuo cha mafunzo ya ubaharia Zanzibar kinachomilikiwa na kampuni ya Danos yenye makao makuu yake nchini Ugiriki. Chuo hicho kimekuwa kikiratibu na kuendesha mafunzo mbalimbali ya ubaharia ili kukuza ufanisi wa kazi zao melini pamoja na kutoa ajira kwa mabaharia wa Kitanzania katika meli za nje. Chuo cha Danos kwa sasa kimekuwa kikishirikiana kwa karibu chuo cha bahari Dar es Salaam, yani DMI, ili kuwapatia ajira zaidi mabaharia.